ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أوصي وأوصيكم بنفس بتقوى الله عز وجل وطاعته في علاه. أيها الإخوة الكريم، awali ya kwanza kabisa tangulize kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini unitangulize kabisa kuihusia nafsi yangu sambamba na kuzihusiza nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hundo wasia bora ambayo inatakikana kuambizana kila wakati, kila muda, kukumbushana. Hakuna kumbusho lililokuwa bora, hakuna kumbusho lenye faida, hakuna kumbusho ambalo linatunufaisha kama kumbusho la kukumbushana kwamba suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwani tukimcha Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumcha, hakika Allah subhanahu wa taala atatusahilishia mipango yetu katika dunia, atatufanyia wepesi kwenye harakati zetu, atatufanyia kila sahala ya kila hali ambayo tunatarajia kwake yeye kutufanyia msaada. Lakini si hivyo tu, hata katika riziki zetu tukimtegemea Allah, tukamcha ukweli wa kumcha, Mwenyezi Mungu anaturuzuku pasi na hesabu, kwa sababu sisi tunategemea na tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna kimbilio isipokuwa kukimbilia, tunakimbilia kwake. Tukiwa na haja ya aina yoyote, hakuna wa kumtaka msaada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyo kama tutamcha ukweli wa kumcha, basi yeye anasema angelituruzuku kama vile wanavyoruzukiwa ndege. Wanatoka asubuhi ndege kwenye viota vyao, na wao hawana kazi wala hawana biashara wala hawana mtu ambaye wameahidiana naye kwamba itafika muda watakutana na watapeana riziki au watapeana au watafanya biashara. Hawana, lakini wanatoka asubuhi kwenye viota vyao na wanarudi jioni hali ya kuwa kwenye matumbo yao wameshiba. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba kama tungelikuwa tunamtegemea na tukamcha ukweli wa kumcha, basi angelituruzuku kama anavyowaruzuku ndege. Lakini itoshe, kama ni hivyo, hivi sisi leo tunamfanyia nini Allah? Kama ni hivyo, nini sisi tunafanya kwa ajili ya kutegemea kwamba hichi ninachofanya nafanya kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Kutokana na zama tulizokuwa nazo, kutokana na nyakati tulizokuwa nazo, nini tunazifanyia nafsi zetu ili tuziokoe nafsi zetu? Kwa sababu hata dawa ya kwanza aloidhihirisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kulingania kwa siri kwa muda mrefu, dawa ya kwanza kabisa alipanda kwenye mlima na kisha akawaita watu wake wote, wale waliomswadikisha na wale ambao hawakumswadikisha. Aliwaita kwenye mlima, akiwa amepanda kwenye mlima bimana, ili sauti yake iweze kusambaa kwa watu, waweze kuisikia ile sauti na waweze kukimbilia. Walipokimbilia kwenye sauti ile, baada ya kuita, kuwanadi kwa kuwaita, walipokuja, jambo la kwanza alilowauliza akawaambia, hal tusaddiqunani bima ukhbirakum bihi, je, mtanisadikisha kwa yale ambayo nitakayowaambia?
Mtanisadikisha? Wallahi, baadhi ya maswahaba walinyanyua vidole na vinywa vyao kwa kusema kwa kauli zao na kwa ndimi zao, ma jarabna alaika kadhiba mundu sagharihi ila alana, kwamba ya Rasulullah, hatukuzoea kutoka kwako uongo, hatukuzoea kutoka kwako uongo. Kutoka ulipokuwa mdogo mpaka hivi sasa umekuwa mkubwa, hatukuzoea kusikia kwako wewe uongo. Kwa hiyo baada ya kusema fakalu jamiuhum naam, na kusema kwamba majarabna alaika kadhiba mundu nashaatuka ila al'an, wallahi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kufurahi na kuambia ya kwamba qala Allahu ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara, kwamba ziokoeni nafsi zenu, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, minan nari, kutokana na moto, wa ahlikum, na watu wenu. Kwamba jambo la kwanza ziokoeni nafsi zenu, lakini pia msisahau na watu wa nyumbani kwenu, kwamba familia zenu ziweze kuokoka na moto. Sasa kama tangazo alilolitangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba cha kwanza tunachohusiana ni nafsi zetu kuziweka sehemu salama, ni kuzitanguliza nafsi zetu, kwani hata siku ya Kiyama kila mmoja atakuwa anashughulika na amali zake, atakuwa anashughulika na habari zake alizozivuna duniani. Hakuna mtu atakayeshughulika na habari za watu wengine. Kwa hiyo tunahusiana sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Bwana Mtume baada ya kuambia hivyo, ni kwa maana watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wapo wengi, baada ya kuitika wengi, fakala au fakama Abu Lahabi, akasimama Abu Lahabi ambaye ndiyo familia yake, ndiyo baba yake, akamwambia alihadha jamaatana, hivi wewe Muhammad, kwa jambo hili wewe ndio umetukusanya sisi watu wazima na akili zetu, kwamba tuziokoe nafsi zetu, kuwa anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na moto na familia zenu, ndicho ulichotukusanyia sisi hichi? Tabalaka ya Muhammad, tabalaka ya Muhammad, umeangamia ewe Muhammad. Yani kwamba mtu anayewazungumzia watu vizuri, anaowaambia watu kwamba wamche Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anaonekana lile jambo alilolitangaza kwake yeye halina manufaa. Fa anzala Allah fi haqqihi, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha katika haki zake za kuteremsha maneno yake, fi surati Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab, akateremsha sura ila akhir al-aya, kwamba amemzungumzia sana huyu baba yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akiitwa Abu Lahab. Amezungumziwa sana, na huyu ni baba yake mdogo. Amezungumziwa sana katika historia za maneno haya na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuonesha kitendo alichokuwa akifanya ni kitendo kibaya sana. Kwa hiyo na mimi nichukue fursa hii ya kukwambieni kwamba tuzikumbuke nafsi zetu na tuziokoe nafsi zetu kwa kumcha Allah tabaraka wa taala, lakini kwa sambamba na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa al-karim, vipenzi watukufu, wapenzi wa karimu, wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameifanya kazi kubwa sana. Ameifanya kazi ya kutangaza da'wa. Ni kazi ambayo inatakiwa kujitolea, ni kazi ambayo inatakiwa kujitolea kwa hali na mali. Ni nguvu unatumia, ni kinywa chako unatumia, lakini ameitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kinywa chake mwenyewe,
kuachana na madhila aliyoyapitia, lakini alisimama na ikhlasi na nia ya kuitengeneza au kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na vitimbi vyote alivyokuwa akifanyiwa, lakini alisimama katika kidete cha kutangaza bendera ya kalima tukufu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Vipi sisi leo tumeshikana na kitu gani tunachokitangaza? Tunatangaza nini? Sisi leo tuko tayari kutangaza mechi zetu, tuko tayari kutangaza timu zetu, tuko tayari kutangaza mafanikio yetu, tuko tayari kutangaza maendeleo yetu, tuko tayari kutangaza kufeli kwa watu, tuko tayari kutangaza madhalilifu ya watu, na tunaacha lengo kubwa ambalo ni lengo ambalo lau mtu atakayelifikisha japo kwa udogo, kuwa thawabu zake ni kubwa mno. Kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakumbusha ya kwamba balighuni walau aya, kwamba fikishieni au wafikilishieni watu kupitia kwangu mimi au maneno yangu yale ambayo ametuamuru Allah na yale ambayo ametukataza Allah, walau aya moja. Sisi leo tuko tayari kupiga story mpaka jua litazama, na hatuna hata kipande kidogo cha kuwakumbusha watu kwamba hili halifai, hili Allah anataka, hili Allah hapendi. Hatuko tayari. Si tuko tayari kutangaza mambo yetu ya kidunia tu, lakini ibada pia hatuna. Vipi tutasema na sisi tutakuwa tumefanya lile jambo ambalo amelifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba nimepita mapito haya ili lengo na madhumuni kusafisha njia na kuweza kuingia kwenye maudhui ya hotuba yetu ya leo. Tunatarajia kwamba tumebaki na siku chache sana baada ya hapo kuweza kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sasa lazima tuziandae nafsi zetu ili tutakapoingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi nafsi zetu ziwe zimeelekea kwenye ucha Mungu. Tunajua kwamba hata mgeni anapokuja nyumbani tunaweka mazingira ili mgeni atakapokuja aone mazingira kuwa ni mazuri, aweze kufurahika kutokana na yale mazingira ambayo atakayoyakuta. Sasa mgeni wetu anayekuja mbeleni hapo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vipi sisi tutakuwa tumeandaa mazingira ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ilhali sisi tuko mbali na kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa ili tuweze kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni sisi tuweze kuziandaa nafsi zetu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tukimcha Allah subhanahu wa ta'ala hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tutaweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kama tutaingia kwenye mwezi mtukufu Allah akitujalia, bimaana wewe utaacha kula kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utajizuia na maasi kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, utajizuia na kunywa pombe kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, utajikaa mbali na maasi kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama utafanya haya pasi na ikhlasi ya kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukafanya ili watu wasikuone kwamba wewe sio katika watu ambao hawafungi, kwamba wewe ukitoka na hapa ukifika nyumbani unapiga msosi wako unakula, lakini ukirudi kijiweni na wewe ni kama watu waliofunga, au ukirudi barabarani na wewe ni kama watu ambao umetia saumu. Lakini hali kwenye kinywa chako wewe mwenyewe ndio unatambua ya kwamba hukufunga, lakini hukufunga kwa ajili ya kuwakomosha watu. Ulitakiwa ufunge ili kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama utafunga kwa kuwa uko njiani na watu kwamba utafunga, lakini ukiwa peke yako kwamba wewe hukufunga, bimaana ile ikhlasi na nia ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hukumwogopa. Bimaana kama watu watafutari, wewe ukaenda klabuni ukanywa pombe, bado wewe hukufanya jambo ambalo linalostahili kwako wewe kulifanya kwa nia na ikhlasi. Kwamba nia yako na ikhlasi ili kuitakasha ni lazima kwanza uanze kumtaka istighfari sasa hivi Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo uliomkosea ya dhahiri
na ya siri pia. Uanze kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, kuanza kuisafisha nafsi yako, bimaana tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu ila Allah, tubu bitauba wal ibada. Tubu tauba, lakini pia usisahau na kufanya ibada ili kuweza kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ayamin ayyamul ibada, kila siku ni siku za ibada. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, inatakiwa ikukute wewe ukiwa kwenye ibada, unafanya ibada, lakini pia na tauba, unatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani yapo mengi uliyoyafanya, ima kwa siri au kwa dhahiri. Mrudie Muumba wako, kwani sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ghafurur rahim, kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Kwamba kama utajihesabu wewe una madhambi uliyokosea, umewakosea watu wengi, umeyafanya mengi ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya Allah hashindi kumsamehe mja wake. Sifa ya Allah hawezi kumsamehe mja wake pale anaporudi kwake yeye, kwamba hashindwi kukusamehe, hashindwi kukufutia madhambi uliyokuwa nayo, hashindwi kukurahamu baada ya kutubia na kukupa rehema zake. Lakini jiulize kwamba unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini riziki anakuwezesha, lakini pia na neema ya uhai bado anaendelea kukupa. Sasa ni kuonesha bado Allah anakuhurumia na bado anatarajia kwamba ipo siku utarejea kwake yeye, kwamba hakuna kumkimbilia kumtaka maghfira zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jitenge, jipe nafasi, mtake istighfari Mwenyezi Mungu kwa yale makosa uliyomfanyia, kwa yale makosa ulioteleza, kwani Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Sasa jipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka maghfira, Allah kuweze kukusamehe madhambi uliyoyachuma nyuma kabla ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umewadhulumu watu, warudishie watu vitu ulivyowadhulumu. Umewaibia watu, warudishie vitu vyao. Umeyafanya madhambi kadha wa kadha, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakusamehe. Kwani usijihesabie kwenye nafsi yangu, mimi sasa nimefanya kadha, nimefanya kadha. Vipi hali hii itakuwaje? Tunaelezewa kwenye kisa kifupi ambacho kimeelezewa na historia ya wanawachuoni. Wanatuambia bwana mmoja siku moja alipata kuwafata mawaalimu, kwamba kuwauliza wenye ujuzi na hili, kwamba alipofafanua kwa akili yake anaona kwamba watu waliowaua ni wengi, madhambi aliyoyafanya ni mengi, lakini akajiuliza kwenye fikra yake, anaona kwamba aliyoyafanya ni mengi, hawezi kusameheka. Na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inatukumbusha, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ikiwa suala haulijui, waulize wenye ujuzi na hilo suala. Kwamba sasa yeye anaona kwenye nafsi yake, nimeua watu wengi, lakini sasa watu wengi vipi mimi Mwenyezi Mungu atanisameheaje? Kisa kinatueleza ya kwamba alienda kwa shekhe mmoja akauliza, "Maalim, mimi nimekuja, lakini lengo langu ni kutaka fatwa." Hanakuuliza ya kwamba mimi nimeua watu 98, lakini sasa mimi nataka kutubia, vipi Mwenyezi Mungu ataipokea toba yangu? Akamwambia, watu waliowaua ni wengi sana, watu 98 kasoro watu wawili tu. Yaani roho ulizoziua ni nyingi sana. Bwana yule akachukua upanga akamuua. Lakini akaenda kwa shekhe mwingine baada ya kukaa, akamwambia, bwana yuko shekhe fulani, mfate, kamuulize fatwa yako. Alipokwenda akamuuliza, bwana nimekuja, lakini mimi nimeua watu 99 kasoro mmoja kukamilisha 100, lakini mimi nataka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha baada ya hapo mimi nataka niwe ni mja ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akamwambia, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mipaka.
Maadamu umeamua kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana kipingamizi cha kumkatalia mja wake msamaha wake pale anaporejea mja wake. Lakini sharti utakapokuwa unarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni mtu ambaye utakuwa umeachana na yale uliokuwa ukiyafanya. Baada ya hapo inatakiwa ubadilike, uwe mpya, usiyarudie yale uliokuwa ukiyafanya tena. Akamwambia sawa, nimekubali. Lakini safari yake sasa akaambiwa, baada ya kuwa kwamba umetaka kutubia, sharti uhame kutoka mji huu, kwa sababu ukiwa kwenye mji huu utakuwa unafikiria yale uliokuwa ukiyafanya. Kwa hiyo natakiwa uhame sasa safari hii hapa, uweze kuhama kuelekea kwingine. Akasema sasa safari si ndio hii bwana? Sasa safari inatuonesha wakati akiwa anasafiri alifika katikati, karibu na katikati, yule bwana akapatwa na umauti. Baada ya kupatwa na umauti, sasa wamekuja malaika ambao waliokuwa wakigawana kwenye historia hiyo iliyokuwa ikielezewa ya kwamba baada ya kutubia kwamba walielezewa safari yake na huyu bwana ilivyokuwa, na wao walikuwa wakijua safari hiyo. Sasa bwana huyu alikuwa anagombaniwa kwamba historia yake, huku alikotoka ameua watu wengi, lakini huku anakoelekea kwamba ashaanza kutubia na ametubia, sasa anataka kujiepusha na ile sehemu aweze kwenda sehemu nyingine ili akaendelee kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ile sehemu hakufika katikati. Kwa hiyo fatwa iliyokuwa imetoweka ni maana kwamba watu walisimama na mashehe wao wakiuliza ile rai ilivyokuwa na namna ile fatwa ilivyotolewa, bimaana palihesabiwa hatua anapokwenda na alikotoka wapi karibu, kwamba alikotoka ndio mbali au anakoelekea ndio mbali, kwamba historia inatuonesha na namna kilivyoelezewa kisa hiki, bimaana huku alikokuwa akielekea ni mbali kuliko huku alikotoka, na huku alikotoka bimaana ametubia, huku anahama tu kwenda mji mwingine. Kwa hiyo historia inatuonesha yule bwana yule alichukuliwa na malaika wa kheri, bimaana alikuwa amejipamba na kipambo cha kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuacha yale ambayo aliyoyafanya. Sasa lengo lake ni kuhama kutoka mji mwingine ili aweze kuyasahau yale aliyoyafanya kwenye mji ule, au yale aliyoyafanya kwa kuwaua watu 99 katika mji mwingine. Kwa hiyo hata sisi kama tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna nyingine, basi tuweze kutubia ili tutakapopokea mwezi mtukufu wa Ramadhani nyoyo zetu ziwe zimesafika kwa tauba ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuacha yale maasi, kwa kuacha yale ambayo yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiyafanya haya tutakuwa tumeandaa mazingira mazuri ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mgeni. Kama sisi tunavyowaandaa wageni wanapokuja nyumbani kwetu, tunatarajia wakute mazingira mazuri tumeandaa ili kwa ajili ya wale wageni wetu waweze kufurahika. Kwa hiyo hata sisi tujiandae kwa mazingira ya nafsi zetu, kuwa nafsi zetu ziwe safi, ziweze kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na huu ndio mwezi ambao ukiingia watu wengi wanaumwa madonda ya vitumbo, watu wengi wana maradhi kwa kusingizia kwamba hawawezi kuhimili njaa ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwamba ni kuonesha kama hivi sasa unaweza kushinda njaa kwa kukosa kitu, na unaweza ukashinda kutoka asubuhi mpaka jioni, vipi uweze kushinda kuvumilia mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kama mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba kuna siku unakosa hela kutoka asubuhi mpaka jioni, unashindwa kuvuta sigara na unasubiri mpaka utakapopata hela ndio ununue sigara, vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani ushindwe kujizuilia kutoka asubuhi au kutoka alfajiri mpaka jua kuzama ukashindwa kujizuia kuvuta sigara? Kwa hiyo kama haya mengine yanawezekana kwenye mazingira ya maisha, vipi sasa kwenye ibada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ishindikane? Vipi ishindikane? Na ilhali kwamba ni masiku machache kabisa, ayyama ma'dudati, masiku yenye kuhesabika, kwamba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 30 zishaisha, kwamba siku ni chache tulizobakiwa nazo, takriban karibu wiki 3 kasoro, kisha baada ya hapo tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini ambacho tumejiandaa nacho?
Nini ambacho tumeandaa, mazingira gani ya kupokea mwezi mtukufu Ramadhani? Ni sisi tuweze kuziandaa nafsi zetu ziweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha, tujitenge na yale maasi ya kumuudhi. Si leo tu wala si kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba tukaacha kumcha Allah au tukaanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuziandae nafsi zetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya kuingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ya kwamba kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba lengo na madhumuni mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuja, kwamba ikiwa sisi tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuja, kwamba pale sasa ndio tunafundishwa maisha ya kuweza kuishi na watu, ya kuweza kustahamili au kuamiliana na watu vizuri, kwamba kama mwezi mtukufu unapokuja ni darsa tosha, ni darsa ambalo linatufunza vitu vingi. Sasa vitu ambavyo tunafundishwa ni kuonesha ya kwamba kitu ambacho tutaondoka nacho kama tutayafanya yale ambayo yapo ndani ya darsa la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitu tutakachoambulia nacho kuondoka nacho ni ucha Mungu, kwamba tutakuwa tumeishi katika maisha ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tutaangalia kwamba kwenye maisha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba tutaweza kuwasaidia ndugu zetu ambao hawana futari, tutaweza kuwasaidia ndugu zetu ambao hawajiwezi futari, tunaweza kufutari nao, tutaweza kuwanunulia ndugu zetu ambao hawawezi kujinunulia wao futari, tunaweza tukawasaidia. Lakini si hivyo tu, tunaweza tukawaita ndugu zetu kuja kufutari nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili kuweza kupata zile fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini unaweza ukamnunulia mtu futari na ukaweza kumfuturisha, lakini pia unaweza ukanunua tende ukawafutarisha watu, lakini pia unaweza ukaishi na wale watu kwa huruma na ihsani, kwamba laisal mu'min, kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ikiwa umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukiwa huko ndani ya funga, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia laisal mu'min, hakuwa muumini, alladhi, yule ambaye yashbau, anashiba, wajaruhu ila jambihi ja'u, na jirani yake pembezoni mwake ni mwenye njaa, kwamba jirani yako hajui cha kukifutari, jirani yako hajui daku atakula nini, jirani yako hajui nini atakachokifutari baada ya jua kuzama, ilhali yeye anashiba na kile chakula anakikusanya anakiweka kwenye dustbin. Hakuwa muumini huyu, hakuwa muumini. Kwamba kama ni muumini ataweza kuangalia jirani yangu vipi, anaishi katika maisha gani, yuko katika hali gani, kwamba kama yuko kwenye hali ambayo hajiwezi, basi kile futari ni bora tukaalikana, jirani yangu njoo tufutari wote pamoja, njoo mkakaribishana kwa mapenzi mazuri, njoo jirani yangu tufutari wote pamoja leo, njoo tupate futari wote kwa mapenzi mazuri. Lakini la hali kama utaona uzito, basi unaweza ukamgawia ile futari yake na yeye akafutari pia nyumbani kwake akaenjoy, kwamba akiwa nyumbani kwake ataweza akala vizuri kuliko vile atakavyokuja pale kwako, kwamba akiwa nyumbani kwake atakula kwa kustarehe mwenyewe kuliko akiwa pale atakuwa anaogopa, sasa nikila vingi sana nitakuwa bwana huyu atakuwa anaona kwamba mimi ni mlafi. Lakini ukamgea akaenda kufutari mwenyewe, pia nayo hiyo ni bora zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, nimechukua fursa hii kuwapa darsa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, lakini tuziandae nafsi zetu na ucha Mungu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche ukweli wa kumcha. Darsa la Ramadhani ni darsa kubwa sana ambalo tungeliweza kulielezea kwa siku ya leo, hatutoweza kulimaliza kwa sababu darsa lake ni refu sana. Darsa lake ni refu sana. Kwa kulimaliza kwa muda mfupi tumedokeza tu baadhi ya vipengele, lakini darasa lake ni refu sana la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tumejaribu kuligusa kwa udogo na kwa ufupi ili kuweza kutizama ni namna gani tuweze kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizul rahim huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Wa wallahu antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan usi wa usikum bi nafsi bi taqwallahi marratan thani wa fi khutbati thani, niwahusieni kwa mara nyingine tena na katika hutuba ya pili kwamba ni mwendelezo wa watu kuziandaa nafsi zetu pamoja na kutizama kwamba mbele yetu kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, ambaye ndiye mgeni anayetakiwa kukirimiwa, kwamba tuweze kumkirimu, na ikramu inaanza kwa sisi maandalizi ambayo tutakuwa tumeandaa, kwamba hii ni ibada inakuja na sisi natakiwa tuziandae nafsi zetu kuzielekea kuipokea ibada hii, kwani ibada hiyo ni ibada ambayo yenye kuhesabika. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vema tukajipanga kuipokea ibada kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hiyo ni ya siku chache sana, kwani tunavyofunga tukimaliza, baada ya hapo darasa tunachofaulu, kama utaona baada ya Ramadhani kuisha ujawa na hofu wewe ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukuwa wewe na huruma, ukuwa wewe na mapenzi, ni kuonesha darasa la mwezi mtukufu wa Ramadhani litakuwa limepita na hukupata chochote. Kwa hiyo kama Ramadhani ya mwaka jana imepita na hukunufaika na chochote na hukubadilika kwa chochote, basi mwezi mtukufu huu wa Ramadhani unakuja. Jipambe na takwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ipambe nafsi yako kuyafanya mazuri, ipambe nafsi yako kuyatekeleza mazuri, ipambe nafsi yako katika kuzitekeleza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani unakutaka sana ufanye ibada. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakutaka sana ufanye istighfari. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuja unakutaka sana wewe uwasaidie ambao wasiojiweza ikiwa wewe unajiweza. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakutaka sana wewe uishi na majirani zako vizuri. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakutaka sana wewe uamiliane na jamii vizuri. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja kutuwekea mambo yetu na afya zetu kuwa vizuri, ni kuonesha kama tutadumu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah akitujalia tukadumu na kuyafanya vizuri, basi sisi zawadi tutakayoondoka nayo na darasa tutakalonufaika nalo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuonesha sisi tutakuwa tumenufaika na darasa la ucha Mungu. Kama yote haya tutakuwa tunayafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba sisi mwishoni tutakachonufaika nacho ni kuwa wacha Mungu, kuwa watu wenye kusaidiana. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umewekwa ili lengo watu wote wajue ladha ya njaa, watu wote wasiokuwa nacho na waliokuwa nacho waweze kujua ile ladha ya njaa, ili mtu anapokujia kwamba kwa kukutaka msaada umsaidie, kwamba fulani, mimi bwana nina njaa toka jana sikula, uweze kukumbuka ile ladha ya njaa ulioipitia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kama mimi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani njaa ilikuwa ikiuma vile, vipi huyu njaa yake ananieleza ya kwamba ana siku ya pili leo hakutia kitu ndani ya tumbo lake zaidi ya maji. Kwa hiyo kama utakuwa unaikumbuka njaa ile, utaweza kumsaidia
mtu anapokuambia nina njaa, kwamba utakuwa unavuta picha kama niliweza kukumbuka ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani vile nilivyokuwa nikishinda na njaa, na machungu yake ninayajua na maumivu yake ninayajua, vipi nishinde kumsaidia? Kwa hiyo lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni darasa ambalo nimesema toka awali kwamba ni darasa ambalo ni refu, hatuwezi kulielezea kwa siku moja likamalizika, kwamba tunadokeza pale sehemu ambapo ni maalum pale, ili tuweze kujikumbusha na kujifunza na kunufaika nayo, kwamba kama tutanufaika nayo, bi maana tutaishi na majirani zetu vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutaishi na wageni wetu vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tutaishi katika misingi ambayo anaitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wanajiandaa kwa ajili ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba wao wanajiandaa sasa kuyafanya ile kumuudhi Mungu ndani ya mwezi huu, alafu mwezi wa Ramadhani utakapoingia kwamba wao wanayaacha. Kiswahili kifupi kwamba wao wanajiandaa, kwamba ni neno gumu sana au zito, wao wanalichukulia kama vunja jungu, sijui kitu kama hicho. Lakini haya ni maneno ambayo ndugu zanguni, kwamba tukiwa tunayafanya tutarajie hakuna siku ambazo kwamba Mola sasa anaturuhusu sisi kufanya maasi, alafu baada ya siku tunaruhusiwa. Hakuna, kwamba kama kullu ayamin ayyamul ibadi, kila siku ni siku za ibada, na sehemu ambayo tunapotakana kukutana au tunapokutana, jambo la kuhusiana au kupeana ni kupeana saa lazima nyeti, kwamba la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukumbushana kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapoteleza mkumbushe kwamba hamuogope Mola wake, amche Mola wake, kwani alichokifanya sicho kizuri. Mkumbushe kuweza kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haya ndio mapenzi mazuri. Na ili uweze kuwa na rafiki aliyokuwa mzuri, ni rafiki ambaye anakukumbusha mambo ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye rafiki mzuri, huyu ndiyo mtu wa kushikamana naye, kwani anakukumbusha katika haki zako uweze kumkumbuka Mola wako, kwani haya maisha ni mapito. Anakukumbusha usijisahau na haya maisha, kumbuka kwamba yapo maisha mbele ambayo ndiyo mazuri kuliko haya sasa hivi, kwamba tunapata taabu humu duniani, lakini usione hizi taabu za duniani hizi ni ndogo, kwamba zipo taabu huku kama utakosea kuyaandaa maisha yako hapa, kwamba zipo taabu kubwa huko. Huyu ndo rafiki atakayekuwa anakukumbusha haya, huyu ndio rafiki mzuri, na sio rafiki anakukumbusha sasa muda umefika mpira, muda umefika tuondoke si wapi huko, muda umefika tuondoke wapi. Huyo sio rafiki, huyo anakupoteza. Mwisho ndo utakuja kukumbuka, utakuja kukumbuka kwa nini nilimfanya rafiki yangu fulani, kwa nini sikumfanya rafiki yangu awe fulani, wakati alikuwa akinikumbusha mazuri, wakati alikuwa akinikumbusha kufanya kheri, wakati alikuwa akinikumbusha mimi kuishi na watu vizuri, wakati alikuwa akinikumbusha mimi, bwana, natakiwa kwa mujibu wa sasa hivi nilipofikia nifanye kitu kadha kwa ajili ya kuzitekeleza radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwa haya machache tulioyachukua kwenye hutuba ya leo, kwamba ni istighfar, tumtake Mwenyezi Mungu msamaha, tuweze kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa tumezitakasa nafsi zetu katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ndio hutuba ya leo tulivyotonena, tuweze kuyachukua na tuyafanyie kazi, tuziandae nafsi zetu na tuweze kuzipokea. Tusiwe sisi kama Abu Lahab alivyosimama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema ku anfusakum wa ahalikum nara, kwamba ziokoeni nafsi zenu na waokoeni watu wa ahali zenu, imana wake zenu na familia zenu. Alikasimama na sisi tusije tukawa kama Abu Lahab alivyomwambia tabalaka ya Muhammad alihadha jamaatana, kwa jambo hili wewe ndio umetukusanyia, kwamba sisi umetukusanya watu wazima na akili zetu, ukatuambia eti tumuogope Mungu. Na sisi tusiwe kama alivyokuwa Abu Lahab, kwamba tuwe kama walivyokuwa wale masuhaba zake walivyosema, kalu jamiuhum naam, wengi wao masuhaba ambao walimsadikisha mtume wakasema naam, tumekubali majarabena alaika kadhiba, kwamba sisi hatukuwahi kusikia uongo kutoka wako, mundhu nashatika ila alana,
kwamba toka ulivyokuwa udogo wako mpaka hivi sasa umekuwa mkubwa, hatukuwahi kusikia. Kwa hiyo sisi tuko tayari kufuata kile unachosema. Kwa hiyo kama na nyinyi mtachukua kile nilichokisema kwa ajili ya Allah, na pale tulipokosea au nikiwa nimeyasema ni maneno yangu, basi tuyaache maneno yangu, tuchukue maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweze kuyafanyia kazi na tuweze kunufaika nayo kwa darasa ambalo tunajiandaa nalo. Kwa hiyo ili tuweze kulizoea au tuweze kulipokea darasa tukiwa na mazoezi nalo, tuweze kuziandaa nafsi zetu kutoka hivi sasa mpaka tutakapokutana na mwezi mtukufu Ramadhani. Lakini pia tuzizoeshe nafsi zetu kwenye kufanya ibada, kwamba ibada ya swala 5 ipo kila siku, sio Ijumaa hadi Ijumaa. Tuzizoeze nafsi zetu kwenye ibada, kwani nafsi inalelewa kama mtoto anavyolelewa. Kwani mtoto anavyomlemaza kwamba humfanyishi ibada, humfanyishi yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa lijitu lizima huyu, huwezi ukamwambia fanya hiki, kwa sababu amezoea yale aliyozoea nayo. Kwani ukimzoeza sehemu ya ibada, kwa hiyo kwenye kutoka ni ngumu sana, lakini kutoka kwake, kwa sababu shaitani anakuwa na nguvu tu, lakini kule kutoka kwake kunakuwa si rahisi kama inavyowezekana. Kwamba kama tutamzoeza ibada, huyu atakuwa karibu na kufanya ibada. Kwa hiyo hata sisi nafsi zetu tuzizoeze kwenye kufanya ibada. Nafsi inalelewa kama mtoto. Jipe muda wa mazungumzo na Allah, kwamba mazungumzo tunayokusadia kwamba inapoadhiniwa adhana, kimbilia kazungumze na Mola wako, kwani ni dakika chache mno, sio dakika nyingi. Kwamba muda uliopewa ni mwingi sana wa kuzunguka, lakini ni dakika 20 tu. Ndani ya saa moja ushatoa dakika 20 tu, yaani kutoka asubuhi mpaka saa 7 kasoro. Bimaana saa 7 pale unatoa dakika 20 tu za kuzungumza na Mola wako. Masaa yote 6 anakupa huru. Baada ya pale alayasiri, bimaana alasiri unatoa dakika zako 20 tu zishakutosha, lakini muda wote uko huru kufanya mambo yako unayotaka kuyafanya ambayo ni mazuri tu. Lakini magharibi pia tenga dakika zako hata 18 tu, ushamaliza mambo yako. Aisha pia tenga dakika zako 20 tu zishatosha. Kwa hiyo ni kuonesha sio saa zima unachukua, ni dakika chache mno, lakini muda mwingi uko huru kufanya mambo yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ni tuzizoeze nafsi zetu kwenye kufanya ibada na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, kwani kumtaka msamaha yatakikana kila mara. Sisi binadamu ni wakosefu, na bora ya mkosefu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyomweleza ni yule mkosefu ambaye anayetubia, kwamba umekosea na ukatubia, umeteleza lakini ukatubia kwa Allah. Ni kweli umekosea kwa bahati mbaya, lakini mtake istighfari Allah, mtake msamaha Mwenyezi Mungu akusamehe. Na haya ndio maisha aliyokuwa akiishi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba. Wao waliishi kwenye uradi wa kumtaka istighfari sana Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن خليفة نبيك لا تحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عن الإمام الأول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان رضي اللهم عن ليث بن غالب علي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله وارض اللهم عن الصحابة كلهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات امين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم يا مكلف القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ميسر كل سير يسير حاجات ميتك كثير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا في شهر رمضان، اللهم بلغنا في شهر رمضان. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أفضل وأجل. وأقم الصلاة.